Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni sasa katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Jumatatu ya tarehe 1 mwezi wa kwanza 2024 mwaka mpya. Leo mama kanisa anaadhimisha sherehe ya Maria Mtakatifu, mama wa Mungu. Masomo yetu ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza, kitabu cha Hesabu sura ya 6 aya 22 hadi 27. Somo la pili, waraka mtume Paulo kwa Galatia sura ya 4 aya 4 hadi 7. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Luka sura ya 2 aya 16 hadi 21. Siku ile wachungaji walienda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Walipomuona wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akiakiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wanamtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Neno la Bwana. Wapendwa, wazo kuu la leo ni Bikira Maria ni mama wa Mungu na mama yetu pia. Tuanze mwaka mpya na Bikira Maria. Ndugu zangu katika Kristo, siku ya leo tunasherehekea mambo matatu. Kwanza tunasherehekea kuanza mwaka mpya 2024, Oktava ya Noeli. Pili, Maria Mtakatifu, mama wa Mungu. Na tatu, kutahiriwa kwa Yesu. Licha ya kuwa wazo linalotawala leo ni kumsherehekea Maria, mama wa Mungu, leo pia ni siku ya kuanza mwaka mpya 2024. Hivyo leo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kumaliza mwaka uliopita na kutuwezesha kuanza mwaka mwingine. Na tunamsifu Mama Bikira Maria na kujiweka chini ya ulinzi wake, tukiombea dunia yote amani. Bado pia tupo katika kipindi cha Noeli na leo ni siku ya 8 katika Oktava ya Noeli. Aidha, kadiri ya sheria ya Musa, siku ya 8 tangu kuzaliwa mtoto wa kiume alitahiriwa na kupewa jina. Kumbe pia leo ni siku ya kutahiriwa mtoto Yesu na kupewa jina Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Rejea Injili ya Luka sura ya 2 aya 21. Ndugu zangu katika Kristo, Mama Bikira Maria alipopashwa habari na malaika Gabrieli ya kumzaa Yesu, alikubali kwa moyo wake wote. Kukubali huku kwa dhati kabisa, yaani fiat. Rejea Injili ya Luka sura ya 1 aya 38. Ndiko kunamfanya Bikira Maria awe mama yake Yesu Kristo, aliye Mungu kweli. Tukio zima la Mungu Mwana, nafsi ya pili kuchukua binadamu wetu kwa mama huyu, kulilenga ukombozi wetu wanadamu. Hivyo basi sisi sote kwa njia ya Mama Bikira Maria aliyekubali kwa hiari na dhati kuchukua mimba ya Yesu Kristo, tulikombolewa na hivyo kufanyika wana na warithi wa ufalme wa mbinguni kwa mateso, kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Bikira Maria amepata heshima kwa kushirikishwa na Mungu mwenyewe katika fumbo la Kristo la umwilisho. Bikira Maria pia ameshirikishwa kazi ya ukombozi wa wanadamu. Hivyo mama kanisa leo anamsifu, anamshangilia na kumheshimu kama mama wa Mungu. Mungu mwenyewe alimchagua Bikira Maria awe njia yake ya kuja duniani katika hali ya binadamu ili kuwakomboa watu wake. Mungu mwenyewe alimwandaa kwa kumkinga na dhambi ya asili, kama malaika alivyothibitisha kuwa amejaa neema, hivyo ana dhambi. Rejea Injili ya Luka sura ya 1 aya 30. Tukirejea kwenye masomo yetu ya leo, ndugu zangu, tumesikia jinsi Mungu alivyonuia kumleta binadamu karibu naye. Katika somo la kwanza tumesikia jinsi Mungu aliwabariki wana wa Israeli
kupitia mkono wa Musa na Haruni, hivyo kuwaleta karibu naye. Katika somo la pili tumesikia kwamba wakati ulipotimia, Mungu alimtuma mwanaye ambaye alizaliwa na mama Bikira Maria ili sisi sote tupate kupokea hali ya kuwa wana. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Galatia sura ya 4 aya 5. Hapa tunaona kwamba wakati ulipotimia, Mungu amtumi tena nabii kama alivyokuwa Musa na manabii wengine wa kale. Alikuja yeye mwenyewe kwa kuzaliwa na mama Bikira Maria kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Somo la Injili ya leo latusaidia kuelewa ujio wake Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu yule yule aliyobariki wana wa Israeli katika Agano la Kale kwa mkono wa Musa na Haruni, ndiye yeye ambaye anazaliwa kwetu kwa njia ya mama Bikira Maria. Ndiye baraka yenyewe, ndiye kilele cha baraka yake kwetu wanadamu. Huu ni upendeleo pekee kwetu aliotuonyesha Mungu. Maneno ya wachungaji yalikuwa ni maneno ya kumwabudu, kumheshimu na kumtangaza huyu Yesu waliyemkuta na mamaye. Kwa kuyaweka maneno ya wachungaji mioyoni mwake, mama Bikira Maria alionyesha kumbeba na kumtangaza Kristo maisha yake. Aliyatoa kwa ajili hiyo aliposema, na iwe kwangu kama ulivyosema. Rejea Injili ya Luka sura ya 2 aya 38. Hivyo mama Bikira Maria alikuwa ni Mkristo kweli kweli. Huyu mama ni mfano kwetu. Leo tunapouaga mwaka uliopita na kukaribisha mwaka mpya, tunafanya tathmini ya maisha yetu. Tujiulize kama tumeishi vema au tumeishi vibaya kama Wakristo, na hivyo kama tuliishi vema tuendelee kuimarika, na kama tuna mapungufu basi leo tuweke nia ya kusahihisha na kuwa watu wanaompendeza Mungu na jirani zetu. Tutambue kuwa Mungu ametulinda kimwili na kiroho bila mastahili yetu. Wengine walitamani kuona mwaka huu lakini wamekufa. Wengine wana matatizo makubwa ya kutisha. Je, sisi ambao Mungu ametupendelea tutafanya nini kama shukrani kwa Mungu? Jambo moja tu tunalodaiwa siku zote ni kutimiza mapenzi yake Mungu. Tufahamu kuwa japokuwa tumetakaswa kwa njia ya ubatizo, bado tuna mwelekeo asili wa kuvutwa na dhambi. Hivyo ndugu zangu, tunapaswa kuendelea kufanya tohara, yaani kuondoa utu wa kale wa dhambi na kumvaa Kristo. Kama Mtakatifu Paulo anavyosema, tutahiri mioyo yetu kwa kushiriki mafumbo matakatifu na kukua katika fadhila za Kikristo. Tunaye mkombozi wetu, mama yetu Bikira Maria. Tumkimbilie atuombee kwa mwanaye ili tudumu katika pendo la Mungu. Mama anatuambia, lolote atakalowaambia Yesu fanyeni. Rejea Injili ya Yohane sura ya 2 aya 5. Sisi kama watoto wa mama Bikira Maria tunapaswa kumpenda mama yetu na kumkimbilia katika shida zetu. Hivyo tujiweke chini ya ulinzi wake mama yetu. Tukumbuke maneno ya Yesu msalabani, mama, tazama huyu ndiye mwanao. Rejea Injili ya Luka sura ya 22 aya 40. Hapa Yesu ametukabidhi kwa mama Maria kama mama yetu, tumheshimu na kumpenda. Ndugu zangu katika Kristo, mama Bikira Maria kwa kumzaa Kristo alikamilisha unabii kwamba Masia aliyesubiriwa ili kuwakomboa watu kutoka dhambini atakuja. Hivyo basi tukio zima la umwilisho ilifungua milango ya wokovu kwa kila mmoja wetu. Angalizo ni kwamba, mosi, wokovu huu hauji bila hiari na dhati yako na yangu. Lazima kila mmoja wetu kusema ndiyo yake ya hiari na dhati kama vile alivyofanya Bikira Maria. 2. Hatuna budi kuamua na kukusudia kwa dhati kumfuata Yesu. Huu ni wajibu mkubwa wa kwanza na wa lazima. Yesu mwenyewe alisema, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate.
Rejea Injili ya Mathayo sura ya 16 aya 24. Tuendelea wajibu huu tukiongozwa na mfano wa Mama Bikira Maria, ambaye yeye ndiye aliyekuwa kwanza kujitwika msalaba wake. Mwinjili Luka anathibitisha hayo anapotuambia kwamba Mama Bikira Maria aliyaweka maneno ya malaika moyoni. Maana yake mama huyu alikuwa tayari kujitwika msalaba wake, akijua mpango wa Mungu juu ya maisha yake. Alimtii yeye yule aliyemzaa na kumlea Kristo mkombozi. Hitimisho. Ndugu zangu, katika ubatizo sote tumepata kushiriki ukuhani, unabii na ufalme wa Kristo. Ndiyo maana tunaitwa wa Kristo. Hivyo kwa njia ya Kristo tunarithi ufalme wa mbinguni. Basi tumuombe Mama Bikira Maria azidi kuendelea kutuombea kwa mwanaye, ili nasi tuwe vyombo bora vya kuitunzia neno lake na hatimaye kulifikisha kwa wengine. Na kwa namna ya kipekee tunapoanza mwaka mpya 2024 tuanze pamoja na Bikira Maria na kumaliza tukiwa naye. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Michael Safari kutoka Jimbo Katoliki la Moshi, nayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 4 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.